kupitia akaunti zetu za Facebook na YouTube kwa anwani ya ITV Tanzania. Wananchi wa manispaa ya Morogoro wamezitaka mamlaka mbalimbali za kisheria ikiwemo jeshi la polisi na viongozi kuanzia ngazi za mitaa kuwachukulia hatua watu wanaosababisha kelele zisizo za kawaida katikati ya makazi au mji, ikiwemo kufungua mziki kwa sauti ya juu bila kibali ama kupita na vyombo vya moto vilivyotobolewa bomba la moshi maarufu kama exhaust. Hii jambo linakuwa kero kubwa sana, kwa sababu utakuta mtu umepumzika, umechoka, mara asubuhi unasikia makelele ya baadhi ya madhehebu yanapiga kelele kwa vyombo vya muziki. Wengine asubuhi wanakata miti, alafu ni maeneo ya mjini yanakuwa yanakera kwa sababu mtu unakuwa umechoka, alafu mwisho siku unasikia kelele bodaboda. Hususa hii maeneo yetu tunakaa siku Swahilini, utakuta bodaboda na tabia kufunga si nini kwenye pikipiki, bomba sio anaita. Kelele. Kwa hiyo ile kimsingi inatuumiza sana. Kuna watu wengine wanajua kabisa, kuna watu wengine wana magonjwa. Unajua sio kila mtu anaamka asubuhi mzima, mwingine ana pressure. Madereva wa pikipiki kwa maana ya bodaboda waendeshe pikipiki wakifuata sheria na taratibu zilizopo. Si vema wakaanza kuweka muziki mkubwa kwenye pikipiki. Wakati mwinginewe wanatoboa zile exhaust inapiga makelele mabarabarani, kitu ambacho hakipendeza. Kero, yani wakazi wangu wengi sana wananiletea hiyo nini shtaka, lakini hata nakwenda siku moja mbili wakinyamaza, alafu wanaanza tena, mpaka tunakwenda kuna wadhibiti, lakini mpaka sasa hivi hawasikii, na wakati mwingine pia hawana kibali ya kupiga muziki kubwa. Kwa hiyo naomba sana Munisipaa na meya atakayechaguliwa atusaidie. Mama lishe mkoani Morogoro wameiomba serikali kuweka mpango madhubuti wa kupunguza bei ya nishati ya gesi ili kuunga mkono matumizi ya nishati safi ya kupikia na kuwarahisishia utendaji wao wa kazi, huku wakiepusha athari za moshi kwao na majirani zao. Kwa kweli hapo nyuma tulikuwa tumekumbana na changamoto nyingi sana. Kwanza tulikuwa tunakatazwa kabisa kuwa na frame ambazo zinapakana na wenye maduka, kwa sababu sisi tulikuwa tunatumia nishati ya kuni. Kwa hiyo sasa hivi tunashukuru sana tumeletewa nishati mbadala ambayo haina moshi wala nini. Tunapika kwa raha, jirani na jirani wote tunafanya biashara kwa pamoja. Tulikuwa tunapata magonjwa ya vifua na tulikuwa hatuwezi, mwenye duka akauza duka na wewe ukafanya biashara yako ya mama lishe. Lakini sasa hivi mwenye duka anafungua duka na pipo dozi, na mimi mama lishe nakaa pale bila kukaraisha. Wazazi na walezi wameshauriwa kuwalea vijana katika misingi ya kiimani ili wawe na hofu ya Mungu na kujiepusha na vitendo vya mmomonyoko wa maadili na uvunjifu wa amani. Mimi nafikiri katika malezi tungejitahidi sana kukaa na familia zetu. Haya maadili yanakwenda sawa, kwa sababu mtoto anapokaa katika familia mpaka kwa sababu malezi ya mtoto inatakiwa atimize miaka 20. Sisi wakati huo miaka 20 ndio unaweza ukasema sasa hivi mzee anakuambia sasa wewe unaoa au unafahamana tayari kashakupima akili yako kwa vipi. Lakini sasa hivi hamna hilo swala, ndio maana utakuta bora watu wakae kifamilia na watoto hawa wakae nao. Wazazi kutokuwa na sehemu muhimu pa kuishi na watoto zao. Kwa mfano mzazi ana chumba na sebule, ana mtoto mkubwa tu wa kiume na wa kike, hawezi kulala nao, itabidi apeleke kwa bibi yake au kwa mama yake. Kule bibi naye ndo kashazeeka, kwa hiyo kumkuza ile mtoto tofauti na babake au mamake. Kwa hiyo kule mtoto naye anaharibika. Kingine hivi vigodoro wanapoita vigodoro sijui kucheza, pia navyo vinaharibu mmomonyoko wa maadili kwa watoto wa kike. Kizazi ambacho kinajiamini, yani kuwa kina akili nyingi, kinauelewa kutokana na utandawazi, mambo ya masimsimu haya na nini. Kwa hiyo unakuta sasa hivi watoto wengi wanaona kama sisi wazazi kama vile tumepitwa na wakati. Kwa hiyo wao ndo wanajua, umeona. Kwa hiyo ni kizazi ambacho hata wewe unakuta kuna wakati mwingine mtoto anaweza akakulaumu, akasema kama wewe labda uendani na, yani kama ukimfuata kama anaona kama vile utamfelisha. Umeona, kwa hiyo anaamini uono wake, mawazo yake ndio ipo sahihi.
Wanawake wa mtaa wa Mgaza kata ya Mindo manispaa ya Morogoro wamewataka viongozi watakaochaguliwa Oktoba 29 kuingia madarakani watupie macho changamoto ya maji inayowalazimu kuamka usiku wa manane kusubiri maji ya mgao wa saa chache mara baada ya wiki moja na kuhatarisha usalama wao. Lakini tunaomba viongozi tutakao wachagua waangalie kero zetu tulizokuwa nazo. Kero ya kwanza, bado tuna uhaba wa maji. Kama sisi tumeweza kuchota maji kuanzia saa 8 za usiku mpaka saa hizi, bado tuko hapa, chakula cha mchana cha asubuhi tunalia mabombani. Kero ya pili, kweli Mama Samia ametusaidia, ametuletea shule ambayo ilikuwa bora na iko vizuri, lakini bado tuna kero ya barabara. Barabara wametuchongea hivi juzi, lakini hatuna mitaro ya kupitishia maji. Viongozi watakao kuwa wamechaguliwa watujali sisi kina mama, hasa wa Mgaza, Kasanga Mgaza. Watusaidie kwa mikopo ambayo tunasikia mama ametoa mikopo ya kutusaidia sisi kina mama, iweze kutoka na sisi tuipate, iweze kutusaidia tuachane na mambo ya kausha damu, kwa sababu wakina mama wengi wamehama majumbani kwao kwa ajili ya kukimbia mkopo wa kausha damu. Sisi wa mama tunajitokeza Oktoba 29 kupiga kura. Kwa mama watu tutaenda kujitumia masisha mama watu tunaenda kupiga kura, ila tuna changamoto ya maji. Tunaomba wanaochaguliwa, tunaenda kuwachagua waje kutuangalia, kwa sababu huko nyuma tulikuwa na kero ya maji, visima tunachota kwenye visima, kolongoni, lakini tunashukuru Mungu tumepata mabomba, ila watu ni wengi mno, hatuenei maji yani. Kwa tunaomba tupate maji. Vijana wamehimizwa kutumia mitandao ya kijamii kama sehemu ya kujitengenezea fursa za kibiashara, hali itakayomsaidia kuinuka kiuchumi wao na kuondokana na wimbi kubwa la ukosefu wa ajira nchini. Mtu anaweza kunufaika yeye mwenyewe kwa faida yake kupitia mitandao ya kijamii, na pia anaweza kubadilisha maadili ya kijamii kupitia mitandao. Lakini hapo ngoja tuone jinsi gani mtu ambaye anaweza kukuza mitandao kupitia fursa mbalimbali. Sawa. Mitandao ya kijamii inaweza kukuza vipi katika jamii? Ni pale ambapo mtu anaweza akafungua channel mbalimbali katika mitandao ya kijamii ambayo inaweza kumuingizia kipato, si ndio? Ambao kipato hicho ambacho kinaweza kumsaidia labda katika maendeleo mbalimbali ya kijamii. Aidha mtu anafungua kwa YouTube channel. Kama kijana, ningependa kushauri vijana wenzangu tutumie mtandao wa kijamii kututengenezea fursa. Mfano kama mimi hapa, mimi mjasiriamali, na kasema mimi ni machinga, nauza vifaa vya simu. Naweza nikatumia mtandao kwenye kuposti biashara zangu. Mfano kama cover za simu, protector, charge, iPhone. Kwa na post hivi watu waone, lakini kuna wengine wanatumia mtandao wa kijamii kufanya vitu vibaya. Mfano na post picha za utupu, inakuwa sio vizuri, haipendezi jamii. Na mtazamaji, tunakaribisha maoni yako kuhusu habari hizi za hapa na pale kupitia mitandao yetu ya kijamii ambayo ni x.com kwa anwani ya ITV Tanzania, Thread kwa anwani ya ITV TZ, Facebook kwa anwani ya ITV Tanzania, YouTube kwa anwani ya ITV Tanzania na Instagram kwa anwani ya ITV TZ. Mwisho wa hapa na pale kutoka mkoani Morogoro jioni leo. Mtazamaji, kwa habari za kina kutoka maeneo mbalimbali, usikose kujiunga nasi itakapotimu saa 2 kamili. Kwa sasa nakutakia utazamaji mzuri wa kipindi kinachofuata cha Yuwapi.